Asante sana. Bwana, tuna mgeni ambaye anaingia, mgeni mkubwa kinyozi. Kinyozi kama kinyozi. Heshima na taazima tuweza kumpeleka nafasi yake. Kinyozi kama kinyozi. Nani kama kinyozi wewe? Jambo moja taa. Tuweza kumhudumia kinyozi jamani. Wapi babu? Anaitwa vizuri paka la baa. Wapi Mayana kama Mayana? Wapi mwanangu mchumbaji Musanya paka la baa? Wapi kaka Patrick? Wapi kaka Leo? Wapi kaka Kinina? Kakaanza kipenzi tete la Gilombe. Wapi Apendo? Wapi wini Malkia wa kwao? Wapi Sebesi letu? Areto Bifeza. Wacha wewe. Wapi Silfate? Wapi Nadia kama Nadia? Wapi Chocolate? Wapi ya kama yeye anasema muulize. Wapi Nicole? Sijakuona kucheza Nicole. Sijakuona kuruka Nicole na Nadia. Sijaamini kuruka mama zangu. Wacha wewe. Wapi Silfate? Nicole na Nadia sijaamini. Sijaamini kuruka Nicole na Singeri na chezaji tafadhali anapofika anapewa service yake. Watu family anatumia sana nilizotaka. Jamani, tupokea wageni wetu rasmi. Wageni wetu walikuwa
Karibu sana kaka Devi. Devi kaka Devi mdogo wako Mekanize niko hapa kwenye mjengo. Karibu Devi kaka Devi. Wacha wewe. Unaona ndio mjengo yuko tayari. Vinyozi. Wavinyozi wote hapa nyumbani. Wavinyozi. Yuko ndani ya mjengo na kwa saja rafiki yangu. Karibu sana kaka Devi. Devi kaka Devi mdogo wako Mekanize niko hapa kwenye mjengo. Karibu Devi kaka Devi. Wacha wewe. Unaona ndio mjengo yuko tayari. Vinyozi. Wavinyozi wote hapa nyumbani. Wavinyozi. Yuko ndani ya mjengo na kwa saja rafiki yangu. Tatu ya nyama. Hapa ndani pamoja ushirika na Loveless. Vile Vixen wa kwani. Vile Vixen ambaye jana kudondosha hapa ya mbele. I write myself, I start my man, and I shake a line, Nilijikuta najitetea sababu napanga kunoni. Ila afande, sio kwamba nauza mimi mwenyewe nauziwa. Ila kesi ya robaji afande nimesingiziwa. Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande. Yote sababu ya mchumba. Ndio maana ninaimba afande. Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande. Yote sababu ya mchumba. Ndio maana ninaimba afande. Singeri na chezaji Nani jambo kaba dada singeri na chezaji Nana mambozi badi Baya msaba dada jua singeri na chezaji Wanasani mpade Musa watu na uka mpade Musa watu na cheza Sikia, sikia, jamani nilile kuwala kama mja. Ema shozi mingi mimozi nisipenda. Mpigo za kichina china, za kichina china. Za kichina china, za kichina china. Za kichina china, za kichina china.
Uma the pass lady. Jamani tupokee wageni wetu. Jamani staki wageni wakae nje. Karibu sana kaka Devi. Devi tuzo Devi. Dogo, nyie usimbaje usimba.
wapi ya Kantino wapi ya kama ya waonesha mama kidogo na kilima kwa mbali kidogo na kilima kwa mbali wapi na kefa wapi na kefa wapi wapi tutima yale kama tunatutesha kwa kweli weka nasa chakula kama kujua salama sikatai ipe salamu za tatu ipe hali yule boy aloteka mama la bado na swali kombe Mungu awe kurote nige madua mami kwa nikulipia mambo mwega mapoteza kipindi tunampokea mtu kwa sababu ile klipu kidogo iende maana sio tunasubiri hapa sababu kumpokea ili niweze kukupanga afande yote sababu ya mchumba ndio maana mimi naiba afande legeze kama ili niweze kukupanga afande yote sababu ya mchumba deni ndo inafanya mimi na kesha lokesheni afande niache niacheni kadage nipe namba tumieni ila tungeke afande unashinda kama unabuku mimi buku mimi na baki kibari gafuna kulamba unatani sitini sina sawa subiri ni wachangamshe haya DJ ni wewe tu baba Mazaboi maziba ine maziba twende sasa maziba ine maziba system yangaiko I'm the winner, Father, Mento Amale, bless me, Papa, give me more money. Father, Mento Amale, bless me, Papa, give me more money. Maseva, give me Maseva, don't you start about give me Maseva, Eva, Maseva, Eva, give me Maseva, don't you start about give me Maseva, tell me, quickly, go back to sleep. I look at the vampire, on my leg, feel like on my leg, so fast, we got a data, you especially a data, me, I'm the gangster, Baba Rasta, I no smoke ganja, and no problem, no wahala, one way she don't know, but everybody don't know, when I tell me tomorrow, the road is so Father, Mento Amale, Father, Mento Amale, Mento Amale, bless me, Papa, give me Maseva, give me Maseva, Maseva,
Many Madonna, Many on the place, I'm a place. I'm going to have to come out of my door. And watch your book at the t-shirt on the show. I'm a Mesa Commando. Hey, how about your monkey? Hey, Shara nigga. Hey, fucking nigga. You never had to do the best. Who brought Rosé? Thank you, everybody. You are Baba, bro. Yeah. The gas
Yes, asante. Yapo ndo kamati ya maandalizi kama unavyoendelea kuiona, na Oscar wetu Monaco team party ndio hapo. Namuona wamevalia kabisa team Monaco, Sifa akiwa ameongoza, Stone Wiz akiwa yuko hapo, alafu mwana USA na Sam akiwa amemalizia kikosi chetu bro. Oh yeah. Naona kidogo mabadilisho yamekwenda kufanyika. Okay. Yes, kikosi cha maandalizi kama hicho wamekwenda kufanyaje? Oye, maandalizi kama hapo, kama cha maandalizi ndo hiyo. Anayewakilisha upande wa kiume ni upande wa kike. Yes, Sifa ndo huyo, alafu mwana USA. Mwana USA ndo huyo mtu kadi hapo. Mwana USA ndo huyo. Alafu amefuata Sam. Baada ya Sam amemalizia na Stone Wiz. Yeza kizazi mwanangu, familia. Hakika sherehe imefan, kikosi kimefan, timu imefan, iko poa, iko bulbul. Oh yeah, jiki. Asante. Tunaingia kama hivyo Tunaingia kama hivyo Vitu kama hivyo vya ukweli hakika. Mwana USA kama hivyo na kumuona. Alafu Stone Wiz mwanangu ameachia kinyama. Yes, ametupia chain moja kali. Sam kama Sam namuona pale bro. Stone Wiz akiwa amemaliza kikosi. Alafu imefungwa kama hivi. Namuona Tolo bro akiendelea kufanya mambo yake ya ukweli. Yo. Yes, Juma akiwa katika mahali pake pa ulinzi na timu nzima ya Walabange. Ndio tunakwenda kuingia kama hivi bana. Sherehe hakika ni ya kifani, ya kipekee. Haijawahi kutokea hata siku moja hapa. Wapo katika cup ready, ile carpet nyekundu kabisa. Wape Maros ambaye anakwenda kuwakilisha mambo yake. Okay. Oh yeah. Wanatupia zile za kweli kabisa. Sherehe hii kika iko poa. Okay. Oya, Monaco nimekwenda kuiona bana. Nimeona chupa Monaco. Sam ametupia moja kati ya raba kali ambayo haijawahi kutokea kipekee. Alafu Stone kama Stone. Na sherehe umati wote imekaa kibabe zaidi. Kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Yani maandalizi yamekaa fresh. Okay. For mitambo imekiwa ameshikwa na nani? Na Benize. Okay. Ukiwa na simu washa simu ndugu yangu. Wapilike. Uwe nani mtoto mzuri. Wapilize kama Risa. Wapi Sulfans? Wapi Shuka na Sulfati? Wapi Rahabu? Wapi Kinyozi? Wapi Tukes? Wapi Tukes? Wapi Garicha? Wanangu wa kamati wa freshi sana. Za heshima sana wamemleta Tony Sam Daniels. Wamemleta mtumbani ambaye sitaki kutaja jina. Nitataja baadaye. Nipesa Lady Sifa.
Meza za mbele zimejaa vizuri. Mawili kama huu unatoka vizuri. Jeje asante natosha. Hiji natosha. Jamani napendeza hajapendeza. Yes, hakika ni kitu ambacho kimefurahisha sana. Kama hujawahi kuiona Monaco, ngoja nikuoneshe Monaco, bro. Kausha DJ. Okay. Kausha kidogo DJ. Basi ningeomba kamati tu take nafasi. Yes. Ngoja nikuoneshe Monaco. Watu wote mmesimama tuweze kuchukua. Hiyo sifa kama sifa, alafu hapo shemeji watu wao. Okay. Kabla ya yote tuanze vizuri na tuombe tumalize tukio letu vizuri. Kwa ningeomba mgeni yeyote aliyokuwa hapa ndani, mgeni yeyote, haimaanishi mgeni rasmi, mgeni gani, njoo utupe kidogo sala. Ningeomba Castro usogee pia hapa ambapo kinyozi yupo. Castro sogea kidogo hapa ambapo kinyozi yupo. Makofi kwa kinyozi tafadhali. Makofi kwa kinyozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo takatifu heshima nitakunuka. Asante Baba kwa maana wewe ni Mungu. Mbele zako katika usiku wa leo tunaenda kusema Baba ndio kutusamea kwa maana sisi ni wanadamu, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo. Mtakatifu, mtakatifu, tunakuja kusema asante kwa sababu nafasi kama hii sio kila mtu ambaye aliipata, lakini sisi ambao tumejumuika hapa tumesema asante. Lakini pamoja na yote utupe ulinzi kwa vinywaji, kwa chakula na kwa michezo pia. Yote tumeenda kuacha mikononi mwako. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Asante sana.
Oya, mambo vipi? Shwari. Mzima? Poa kabisa. Naona meza zimeshine mwanangu, vitu vingi. Ni vibe kubwa sana bro. Okay. Tumejipata ndio tupo hapa mzangu. Tofauti na mlichokipewa kuhusiana na sherehe, mmegharamia shilingi ngapi nyie kama nyie? Kwa hapa hatujeka vya kwetu bado. Bado ni vya hapa, kwanza usika wenyewe ndio wameweka. Kwa vya kwetu bado. Muda ukifika tukata kwetu sisi. Okay. VIP mwanangu, hujajutia kuweza kulipia pesa yako 25,000? VIP hapa kambini bro, haina gharama, unaelewa? VIP wanaishi nyuma yetu hapa, sisi tupo hapa, watu tunaonana. Da VIP watu wanakaa mbali na sisi. Watu tunaishi hapa, watu tunaona kawaida tu. Hakuna VIP hapa. Kwa mazingira ambayo ulitamani kuyakuta huko ndani na haya ambayo umeyakuta, yako sawa? Haya poa sana, nimekubali haya sana. Maana hapo kawaida na mimi sana. Naishi vipi ninavyotaka mzee wangu. Kitu gani ambacho ungetamani kibadilishwe sherehe endelee kufani zaidi? Kwa sherehe mabebe wapo, ila ingetaji kuwa wasanii watafanyia kuwepo, ingeshani kinoma sana. Kunyogopa msanii mmoja toka kambini. Follow Bugatti ingekuwepo poa sana. Kweli? Follow Bugatti namkubali sana bro. Unamkubali kama nani kwa kufollow? Sema ni familia, yule anajua sana kambini sana. Hiyo ni familia, big up kwake. Popote alipo support mzee. Support, oh yeah. Lakini Sam kama Sam na hii ni Monaco, oh yeah, party. Ulitegemea nini sasa ambacho Sam akifika aweze kukifanya kitakwenda kukosha moyo wako? Sam kama Sam. Mimi sijatarajia kitu ambacho atakafanya, lakini akija yeye atafanya makubwa. Atafanya makubwa mpaka wengine watafurahi, si mimi tu. Mpaka mabebe wapo watafurahi. Wao itakuwa ni vyema sana. Namkubali sana. Ni moja kati ya mwanamuziki mzuri, na muziki wake ambao unautaka ni upi? Mimi kusema kuhusu Sam, simfadiliki hivyo sana. Kwenye baadhi ya muziki yake kuna basi sijui na sijui muziki yake hivyo sana. Ila kuna Ariston mwenyewe ana muziki zamani fulani ambayo nilikuwa nasikia nipiga hip hop mpaka sasa hivi anahisi. Namkubali hivyo. Okay, neno moja kwa Sam, unamuishi kitu gani? Neno moja kwa Sam, seme God and bless. Azidi kuishi, afanye makubwa kama aliyofanya leo, itakuwa ni vyema sana. Sababu kuna parties zinazokuja mbele zaidi ya hii hapa, kwa hiyo itakuwa ni vyema sana. Namkubali, kwa hiyo Mungu ambless sana. Lakini moja ya vitu ambavyo tunafikiria kuviona na tunavizoea kuviona ni kwamba mtu akitoka out lazima awe na mchumba, awe na mchumba. Wewe umetoka na nani? Mimi bro, mimi nipo single. Toka mwezi Ramadhani Muislamu mzee. Toka mwezi Ramadhani mpaka sasa nipo single, sina bebe. Ningekuwa tuna bebe ningekuja naye na ningeishi hapa kwenye kiti, lakini sina naye, nipo mwenyewe. Poa, asante kwa muda. Unyama sana. Poa mwana. Oya. Yes, kizazi mwana. Shwari. Moja ya vitu ambavyo namuishi Sam ni vitu gani? Vitu ambavyo visiko ni sherehe. Mambo yote hapo kwenye sherehe. Sijaisi kitu ambacho kimekosa hapa. Kama bia zipo, maji hapo, chakula kipo. Kwa hiyo sijaisi kilichokosekana hapa, kila kitu kipo bro. Kila kitu kipo. Monaco, unaifahamu? Monaco. Kwa upande wangu mimi ndo mara ya kwanza kusikia Monaco. Nipo kwenye sherehe kama tarehe 17, ilikuwa 18 hapa. Ule dada alikuwa hapa katangazisha kuna sherehe ambayo inaitwa Monaco. Kwa hiyo ipo tarehe 28, akasema Simba tutakuwepo. Akalipa aliko, nikaongea kwenye simu, akasema oya Ramo upo wapi? Nipo Maomboi. Sherehe ya Monaco, hiyo uje. Alikuwa kaniletea 15,000. Kwa nimefika hapa, lakini sijui Monaco kama ikoje. Kani pombe gani sijui. Sijawahi kuiona na sijui kwenye maisha yangu.
Nasikia kuja Ulaya sijui. Okay, endapo itafika hapa unaweza kuishi utumie chupa ngapi? Mimi niko hapa. Sasa sije kuishi. Kwa upande wangu labda 2. Kwa mimi upande wangu sababu bia napiga 4-7 inanamaliza. Kwa mwanangu ikija tunaishi nazo 3-4 tunapiga. Kiubinafsi kabla hujafika USA na ukaanza kutumia pombe ya Monaco huko, unajisikiaje mwanangu? Kawaida mzee. Ila nitakuwa ni mshamba sasa sababu siyajui. Itakuwa ni hivyo. Sidanganyi bro. Kawaida. Okay. Neno moja kwa Sam bro. Neno moja kwa big up kwake. Namkubali sana. Big up sana, afanye kwa ninavyofanya hapa, afanye mengine. Sasa maisha ni kawaida tu. Tunapita, tunakunywa bia leo, kesho tunaacha. Inakuwa ni hivyo. Okay, kizazi mwanangu. Safi bro. Na sherehe hii moja ya zawadi muhimu anahitaji kwako ni kutoka na wewe kuspend night leo. Watu watakao ukifanya. Yani Samu hawezi akatoka na mimi maana mimi natoka na mkubwa wake Samu. Kweli? Yeah. Kwa unamwishi kitu gani Sam? Eti? Unamtakia Sam siku yake ya kuzaliwa ni? Mimi namtakia tu Samu maisha mazuri, alafu yenye mafanikio pia. Yeah. Asante kwa muda wako. Asante kwa muda wako. Asante pia. Okay. Yes sir bro, mambo? Fresh. Mzima? Sana. Naona unyama miezi mingi mwanangu. Kawaida mzee. Kweli? Mapigo yote ya shilingi ngapi mwanangu? Yote sio bei kali sana. Yaani yote kwa jumla hapa ni 168,000. Da, pesa nyingi mwanangu kwa hapa kwetu. Eti? Pesa nyingi hiyo. Kweli? Ila ni kawaida, tumbona pesa ya kawaida hiyo mzee. Okay, leo ni Monaco party ambayo imesimamiwa na watu wengi ambao akiwemo Magufuli. Kizazi. Lakini Sam akiwa kama mhusika wa birthday yake leo, ni kitu gani ambacho unamuishi kwanza? Mimi namuishi birthday nzuri maana ninapoona mazingira ya sherehe yake yenyewe imekaa kinyamwezi kweli. Imekaa kinyamwezi kabisa, yani Sam kusema kweli kabisa hii hapa ameotea. Hii hapa ameotea kabisa maana ni kali sana yani. Okay, Sam ni nani kwako? Ni mshikaji wangu tu. Tunakutana kishikaji nini ndo akani nitoa kialiko nini je nitangulia hapa ni. Wewe umechukua kadi ya shilingi ngapi? Mimi hapa nimechukua kadi ya 15,000. 15,000. Yeah. Na kwa nini umekuja peke yako? Baby yuko wapi? Baby amebaki nyumbani. Unajua tena wewe mzazi. Na yeye tena ni mlezi ndo amebaki nyumbani na akiolea watoto. Hivi ni kitu gani ambacho unategemea kukipata hapa ama kukiona tofauti na madada na vingine hivi? Ni kitu gani ambacho unaishi ukione hapa? Yaani hapa kweli ninachokihisi nikione sasa hivi hapa yani kwenye hizi sherehe. Muziki mkali maana hapa pia kuna msanii wangu pia hapa nimesikia ata perform hapa Wiz Gang. Yeah. Namkubali sana. Sana yani yule jamaa. Sema tu pia kuna kinyongo kingine kimetokea maana msanii mwingine Nyagomeni kuwepo, sikia hata kuwepo. Sasa hapo ndo kumekuja kinyongo kidogo. Kwa ulitamani Wiz Gang awepo, Nyagomeni awepo? Kweli kabisa. Yaani hapo ungekuwa eti wote wapo. Isee kia Mungu ingekuwa imenigusa sana. Sema tu ila sio mbaya sana kwa sababu pia Wiz Gang yupo. Lakini sema neno moja kwa mazingira ambayo umeweza kuyaona ya Sam Party. Mazingira hapa kuna muda hivi nilivyo hapa yani kuna muda napoteza fahamu kama ndivyo camp yani. Kweli yani. Kusema kweli kabisa. Naweza yani kwa wote ambao watakaoona hii video wote wanaotazama hapa kabisa naweza nikapenda hata wengine pia wakijitokeza kuandaa party kama hii. Waifanye iwe zaidi ya hii hapa maana hii na yenyewe ni kali sana. Kweli? Kweli kabisa. Lakini nini ambacho umetamani kingeongezeka ili sherehe iendelee kuboreka zaidi? Yani mimi natamani mandhari ya hapa kwanza hata hapa kwa chini yani wangefanya kusio kwenye kuhusiana na hii rangi yani. Huu udongo huu angeupita. Kweli. Okay, neno moja kwa Sam. Neno moja kwake, namkubali sana ndugu yangu.
namkubali sana. Mwenyezi Mungu amlinde, amjalie nguvu ili apate kuandaa tena sherehe nyingine kama hii, maana hii ni party kali sana. Okay, kizazi mwanangu. Poa pamoja. Urai mambo zima kama kawa. Nakuona kwa hapa mwanangu. Nipo kaka. Engo gani umesimamia? Eti? Umesimamia engo gani? Lengo nilionayo hapa nimekuja kushuhudia party ya mwanangu. Party ya mwana wa Sam? Yeah. Ni kitu gani ambacho unaishi kukiona hapa? Ya, kitu ambacho nimeishi kukiona hapa, of course kwanza nimefurahia mapokezi ya kamati. Na hisi kamati ipo vizuri sana na nategemea sherehe itaenda vizuri kabisa. Yeah. Lakini endapo Sam atafika utategemea aanze na kitu gani labda? Of course niseme kwamba Sam endapo akifika, so nitapenda kwanza aishukuru kwanza kamati yake, pia na shukuru pia waliko wake ambao wamejaribu kujibu kadi zake. Yeah. Na maana nimeona meza zenu kidogo zimekaa mazingira ambayo yako poa tofauti na meza zingine. Hii kadi ambazo mmeweza kupewa ni za shingapi? Yeah, of course niseme kwamba meza hii ni ya VIP, kadi yake ni 25. 25. Yeah. Yaani ndio VIP top kabisa. Yeah. Watazamaji wakufahamu kama nani? Ya, watazamaji niseme kwamba wanifahamu kwa majina, anaitwa Salum Brandi. Yeah. Okay, kitu ambacho umekuja umefunga kama zawadi ya kipekee kwa Sam ni? Of course niseme kwamba kiufupi Sam ni shemeji yangu. Ya, nimekuja kama shemeji yake hapa. Of course zawadi pia anaifahamu. Maana nilimnongoneza mida ya asubuhi. Zawadi yake ni $5 tu. Nimekuja nayo. Nyama mwingi bwana. Hamna kawaida. Yesa, wewe ndio mtu wa pekee kabisa ambaye ameweza kuitangaza zawadi yako. Niseme big up sana, lakini ungetamani kitu gani kiongezeke kwenye sherehe hii? So niseme kwamba binafsi mimi nimeridhika na vitu ambavyo nimevikuta hapa na vitu ambavyo vinazidi kuendelea. So unajua party kama party ni kama hivi, unaona mabinti wanacheza vitu kama hivyo. So sitamani kuongezeka chochote kile, maana nahisi muziki unaenda vizuri. Watu wanajaribu kufurahia sherehe hii. Nahisi kama sherehe iko vizuri tu. Ni wimbo gani wa Sam ambao utatamani upigwe ambao utakuweza kukufika kama shemeji yako? Of course niseme kwamba Sam ni shemeji yangu, ila sijawahi kusikia nyimbo yake hata moja. Uhakika kabisa. Yeah. Sijawahi kusikiza hata moja, ila najua kuwa nyimbo anazo, ila sijawahi kupata ule muda, yani nafasi kabisa ya kusikiza ngoma zake. Sijawahi. Basi unamtakia nini shemeji yetu Sam? So niseme kwamba shemeji yetu Sam, of course kwamba kwanza namtakia maisha marefu. Okay, unajua mtu anapofanya sherehe yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa ni moja kati ya furaha na ni moja kati ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kufikisha tarehe kama ile. Mara nahisi kwamba niseme kwamba siku kama ya leo ni siku ya mamake alitoa machozi ya furaha, alishukuru kumuona mwanae. So niseme tu kwamba kiufupi namtakia maisha marefu sana. Natamani kufanya sherehe kama hii. Asante sana. Yeah. Okay, familia. Amina kabisa. Okay, kizazi. Poa poa. So. Oya, mambo vipi? Safi kaka, kwema? Kwema. Fresh kabisa. Hakika. Hapa unyama kaka. Hii kadi ambayo tumechukua ni ya shingapi? Hii kadi hapa maana ni kapu. Ya ila ni 50 hapa. 50. Ya. Kapu ya wewe na brother. Ya mimi na mwana hapa kaka. Mimi natoelewa kapu kama kungekuepo na mwanamke, kwa nini mbona hamjamshirikisha? Ya inategemeana. Ila sijataka kuona mwanamke. Tumetaka tuweke sisi kama wana tu tuishi yani. Ya. Hivi hujajutia kuweza kulipia 50? Kufanyaje? Hujajutia kulipia 50? Sijutii. Sijutii kabisa. Kweli. Hakika kabisa kaka. Yaani unajua hela zinatafutwa. Ya, na mwanaume wagajutii kitu ambacho amekitolea. Mali zinatafutwa ili mradi zitumike. Kwa hiyo mimi sijajutia chochote kile yani. Kweli kabisa ni kaka. Wewe na nani aliyemlipia mwenzie? Hapa kila mtu akajilipia. Kila mtu akajilipia. Yeah. Okay. Sam kama Sam ni nani wako? Sam kama Sam
Ni brother wangu. Brother. Ya ni yani nasema kama vile bwana mkubwa wangu mimi. Okay. Ya. Umechukua mwanamke sehemu moja. Ya. Ni kitu gani ambacho unamtakia Sam kama Sam? Ya cha kwanza mimi nachomtakia ni heri ya mwaka mpya wa kuzaliwa kwake. Ya Mungu amjalie maisha mema tu, amjalie na life nzuri kwake. Mama kama wewe namtakia tu maisha mazuri kwake. Kweli eh? Kabisa. Okay, asante kwa muda wako. Naam. Asante kwa muda wako. Kwa shukrani pia kaka. Alright. Sasa dogo, mambo vipi? Safi kama kawa. Moja ya vitu ambavyo umekuja hapa naona meza kidogo imekaa kidesign ya kuchoka bro. Why? Nini nimesema? Nasema meza yenu hii imekaa kidogo design ya kuboeka. Kadi ya shingapi? Hapa bado tumefika na bado tumeingia, ila bado ndo hajatembeza service. Ila muda so onda service tajaa. Meza itajaa. Unajua haraka haina baraka. Kwa kama mtu bado amefika, ni lazima kwamba angalie mazingira kwanza ya sherehe inaendaje. Na sherehe kwanza iko vipi, kwa sababu tumetoa hela nyingi sana kutoa 15 kuingia kwenye sherehe. Inabidi kama hivyo ulivyotoa hela yako ndio inabidi utembezee service ili mambo yanaweza kuwa sawa. Service umesema haijafika. Kwa hii hapa imetoka. Hii hapa tumeagiza kwa hela yetu sisi wenyewe kutoka mfukoni. Kwa hela yenu. Kwa hela yetu ila service bado hawatembezea, lakini muda sio upande bado ndio wanatembeza. Kwa hiyo service itafika hapa, mambo yatakuwa fresh na meza itakuwa imejaa. Unapoangalia mazingira ya sherehe, party, unajifunza kitu gani kutoka kwako? Nimejifunza sana kwa kitu ambacho nimeharibu hela 15,000. Nikafikiri kwamba nikiingia ndani ya sherehe nitakuta kuna vibe moja la hatari. Lakini kuja kuangalia mazingira ambayo yamekaa, ni ubaya sana wa sherehe. Naona jamaa inabidi kwanza wajipange, wajiandae. Ili siku moja wazidi kujifunza, kwa sababu uangalia umati wa watu ambao wako humu katika ukumbi, alafu umetoa 15,000. Tajabu angalia watu wenyewe waliopo humu ni wadogo sana. Najua kwa nini nitoe langu, kwa sababu inabidi tu iwe hivyo, kwa sababu tayari nishatoa na sasa nikaacha hela yangu ende bure. Inabidi nije ile kidogo ambayo nitapata hapa kwenye sherehe kidogo ambayo wameandaa, niweze kupambana nako. Mategemezi yako yalikuwa yapi haswa, ukute nini na nini hapa kwenye sherehe? Mimi mategemezi yangu nitegemea nije hapa nikute service ni za hatari, na nitegemea kabisa kila siku sherehe ambayo mtu akialikwa kwenye sherehe watu wao wamejaa sana, kwa sababu na mazingira kama haya anachoka sana. Hawa jamaa inabidi wajipange. Kwa sababu hapa sijaona kitu ambacho kimenifurahisha. Nimekuja tu hapo kuja kulinda hela yangu mimi niweze kupambana nayo. Kwa kifupi unajutia sana kupoteza hela yako? Nimejutia kwa sababu hapa sijaona watu. Sherehe gani 15,000 alafu angalia watu ambao hapo kwenye ukumbi. Ni wachache sana. Ni kama tu siku za weekend watu wanakuja kujipoza hapa, wanakunywa alafu wanaondoka. Kwa ni kitu gani ambacho unamwambia Sam kulingana na mazingira haya? Kitu ambacho naweza nikamwambia Sami, wakati mwingine au sherehe nyingine ambayo atapanga yeye, maana unajua sherehe haziishi. Leo itakuwa ni sherehe yake tena, kesho itakuwa mwenzio. Kwa hiyo itatokea tena siku nyingine itakuwa sherehe yake. Inabidi tena ajipange, sio kwamba hivi viti vyenyewe vidogo, viti vyenyewe vya ajabu, alafu atolee service awatembeze alafu mpaka anashindwa selewe mazingira yani. Okay, unamwishi nini sasa wewe Sam siku yake ya kuzaliwa? Mimi namtakia tu Mwenyezi Mungu aweze kumlinda na aweze kumpa baraka tele, kwa sababu ni siku yake ya kuzaliwa. Na naweza kumtakia birthday to you na mambo yaweze kuwa mazuri kwake. Okay, kizazi mwana. Asante sana. Okay. Oya, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Kundi gani ile ambalo umekuja kuwakilisha hapa? Umesemaje? Kundi gani ambalo umewakilisha hapa? Hapa. Mamboka genge, ila bado nani majamaa zangu wawili wamezuiliwa hapa mlangoni, bado wanatetea kidogo hapa. Kwa hiyo kadi yenu ilikuwa vipi mpaka wengine waanze kuzuiliwa? Yaani tulikuwa hatujalipa kadi. Yaani tulikuwa tunakuja kulipia hapa, yaani tulipe service tu. Ila sasa walikuwa wanagoma. Kwa hiyo mimi ndo nimefanikiwa na ndo nawasubiria hapa. Okay, kitu ambacho namuishi Sam birthday yake ni kitu gani? Birthday yake. Yaani Mungu amzidishie tu
maisha marefu tu. Lakini endapo utakuja kuchukuliwa hapa na demo mkali ukacheze naye pale ufanye performance, utajisikiaje wewe kama wewe? Furaha tu. Kweli eh? Okay, nene moja kwa ajili ya party. Ibarikiwe tu. Okay, thank you.